Waasi wanaoungwa mkono na kundi la dola la Kiislamu la ISIS wameua takriban watu 20 katika shambulio la kikatili lililofanyika mwishoni mwa wiki katika kijiji cha Mambimbi, Isigo, wilaya ya Lubero, mkoani North Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, AP imeripoti. Kwa mujibu wa msimamizi wa kijeshi wa eneo hilo, Kanali Alaini Kiwewa Mitela, shambulio hilo lilitekelezwa mapema siku ya Jumamosi na wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF. Akizungumza kwa simu na shirika la habari la AP, Mitela alisema tukio hilo pia limesababisha wakazi wengi kuyahama makazi yao kutokana na hofu ya usalama. Wanaharakati wa asasi za kiraia katika eneo la Bapere walisema waasi hao walianza kwa kuvamia mashamba ya wakulima kabla ya kuwageukia raia na kuwashambulia kwa kutumia visu na silaha za moto. Idadi hii ya vifo bado ni ya muda, kwani kuna raia wengi hawajulikani walipo, alisema Kinos Kitwa, kiongozi wa asasi za kiraia Bapere. Aidha, alikosoa idadi ndogo ya wanajeshi wa serikali waliopo eneo hilo, akisema hali hiyo inawaacha wananchi katika hatari kubwa. Kwa mujibu wa uratibu wa asasi za kiraia mkoa wa North Kivu, tangu kuanza kwa mwaka huu, angalau raia 62 wameuawa na wapiganaji wa ADF katika maeneo ya Beni na Lubero. Mashariki mwa Kongo imeendelea kukumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha yakiwemo ADF na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. ADF ambalo lilipata utii kwa ISIS mwaka 2019 limekuwa likifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya raia, hasa katika maeneo ya mpakani mwa Uganda. Wakati huo huo, mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani na Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix ameanza ziara rasmi ya siku 2 mashariki mwa Kongo, ikiwemo mji wa Beni ambao umeathirika pakubwa na mashambulizi ya ADF. Kundi la ADF liliundwa mwishoni mwa miaka 1990 nchini Uganda kufuatia kutoridhishwa kwa utawala wa Rais Yoweri Museveni. Baada ya kushambuliwa na jeshi la Uganda mwaka 2002, kundi hilo lilihamia Kongo ambako limehusishwa na mauaji ya maelfu ya raia. Mwezi Julai 2025, ADF ilitekeleza mashambulizi mfululizo yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100, tukio lililozidisha hofu na hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo.